Habari za muda huu mpendo wetu msikilizaji wa Let's Talk. Leo tumekutana kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu pendwa cha Let's Talk. Tuko na wewe, tunataka kuzungumza na wewe, tuna mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe msikilizaji wetu. Niko na mwenzangu Mr. Phil na mimi ni msemaji wako Jenny. Tunakukaribisha sana, tunakwambia usitoke hapo ulipokaa. Mr. Phil, karibu sana. Asante sana. Habari za wiki iliyopita? Nzuri. Unajisikiaje na hali? Najisikia vizuri sana. Mambo ni mazuri sana. Mambo ni mazuri sana. Asante sana. Basi watazamaji wetu leo wanataka kukusikiliza kijana mwenzao ukiyazungumzia mahusiano. Kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia ndoa na kwenye sekta nzima ya ndoa nilikava vizuri pale, niliwakilisha vizuri wanandoa. Je, wewe mwenzetu leo unatuahidi nini katika kujua mahusiano? Kwenye kuongelea mahusiano nimejipanga vizuri. Nitaongelea mada ya mahusiano kwa undani zaidi, nini maana mahusiano, aina ya mahusiano na misingi ipi ambayo inahitajika katika kujenga mahusiano. Kwa hiyo nimejipanga vyema sana. Ndugu msikilizaji, kama ulivyomsikia Mr. Phil anakuambia leo ana mambo mengi sana ya kuongelea kuhusu mahusiano. Wewe ni kijana ambaye unateseka na mahusiano? Wewe ni kijana ambaye unatamani kuingia kwenye mahusiano lakini hujui nini maana mahusiano? Basi tega sikio lako kumsikiliza Mr. Phil. Mr. Phil, kuna mtu yuko hapa anakusikiliza anataka kujua nini maana mahusiano. Mahusiano ni nini? Ndio. Kwa ufupi, mahusiano ni uhusiano baina ya watu wawili au zaidi ambayo yanajengwa na mawasiliano, hisia, lakini pia ukaribu. Hiyo ndio maana ya mahusiano katika lugha yetu ya Kiswahili. Hiyo ndio maana ya mahusiano. Lakini unapokuja kuzungumzia kwa lugha nyepesi zaidi kwamba nini maana mahusiano, ni uhusiano unaojengwa baina ya watu wawili. Unaweza kuwa kirafiki, kimapenzi, kindugu au kijamaa. Kwa hiyo ndio maana mahusiano kwa ufupi zaidi. Lakini sisi leo tungependa zaidi kujua nini maana mahusiano, yale mahusiano ya kupendana kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa vijana siku hizi wanaita boyfriend and girlfriend au wachumba. Hayo mahusiano tungetaka kuyajua zaidi kwa siku ya leo. Kwa hiyo mtu ambaye yuko hapa anataka kujua nini maana ya mahusiano. Sije kawa watu wako kwenye mahusiano hapo hawajui ni mahusiano yanayohusiana na kitu gani. Wewe kuna kitu gani cha kuambia siku ya leo? Mahusiano ya kimapenzi haya yanajengwa baina ya hisia za watu wawili, ambazo hisia hizo zinakuwa baina ya watu wawili ambao mioyo yao imeshibana. Kwa hiyo mahusiano ya kimapenzi ni mahusiano ambayo yanajengwa baina ya watu wawili ambao wana hisia za kimapenzi. Kwa hiyo mahusiano ya kimapenzi ni lazima kuwe na uhusiano wa hisia baina ya watu wawili za kimapenzi. Hayo ndio mahusiano ya kimapenzi kwa lugha fupi zaidi. Kwa hiyo mahusiano ni lazima yajengwe na hisia za kimapenzi baina ya watu wawili. Kwa hiyo katika ukizungumzia mahusiano ya kimapenzi kwamba mtu na mpenzi wake, ni lazima wawe na ule uhusiano wa kimapenzi, kwa sababu hayo ndio yanatofautisha uhusiano wa kirafiki, wa kijamaa na kindugu. Kuwepo na zile hisia za kimapenzi ndio kunafanya kuwepo kwa yale mahusiano ya kimapenzi. Kwa bila uhusiano wa kimapenzi, zile hisia kunakuwa hakuna mahusiano ya kimapenzi. So mtu akisikia neno mahusiano, majibu mmeshayapata hapa kwa Mr. Phil. Kuwa na mahusiano yale yenye hisia za kimapenzi. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na mtu ambaye wanaitana ni wapenzi, lakini kama huna hisia naye za kimapenzi, basi hapo kunakuwa hakuna mahusiano ya kimapenzi. Tunarudi pale kwamba mapenzi ni hisia. Mapenzi ni hisia. So una lipi la kumwambia mtu ambaye sasa hivi yupo kwenye mahusiano? Nina mengi ya kuambia. Lakini cha kwanza tuanze na misingi. Misingi ya mahusiano. Misingi ipi ni ya kuiangalia kwenye mahusiano yako? Je, unataka kuanzisha mahusiano? Upo katika mahusiano? Ni misingi ipi ambayo unaizingatia sana kuhakikisha mahusiano yako yanajengeka na yanaendelea vizuri? Kwa hiyo katika mahusiano kuna misingi yake, kuna vitu vya kuviangalia unapoingia katika mahusiano. Cha kwanza kabisa ni
heshima, unamheshimu mpenzi wako. Kwa hiyo kwenye mahusiano kitu cha msingi wa kwanza kabisa ni kuwa na heshima, na maana ile kumheshimu mpenzi wako, mwenza wako. Kwa hiyo ili mahusiano ya kimapenzi yajengeke, kitu ambacho cha kwanza ni kisha, je, ni watu ambao mnaheshimiana? Ya, kwa hiyo ukiwa unamheshimu mwenza wako ni rahisi sana mapenzi kudumu kama mnaheshimiana. Kukiwa na heshima, mapenzi ni rahisi sana kudumu. Lakini pia mapenzi yanaweza kudumu kama kuna kuaminiana. Kwa hiyo kunatakiwa kuwe na ukweli katika mapenzi hayo. Kwa hiyo kwenye mapenzi kukiwa na kuaminiana, kuna jenga ule uaminifu kwenye mapenzi. Kwa hiyo inaweza ikatokea kuna muda sintofahamu zinatokea, lakini unapokuwa unamwamini mwenzako inakuwa ni rahisi kuyasolve yale matatizo yenu katika mapenzi yenu na mkasonga mbele. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho pia ni cha kukizingatia katika mahusiano. Lakini kitu kingine naweza nikazungumzia uvumilivu, kuvumiliana. Unajua katika mahusiano yanatokea mambo mengi, lakini kama hakuna kuvumiliana, basi mahusiano yanakufa, hayachukui muda, yanakufa kama unavyojua. Kwa hiyo mahusiano ni uvumilivu. Ya, mahusiano yanajengwa na uvumilivu. Sasa hapo kwenye uvumilivu hapo, kabla hatujaenda mbele zaidi, ndio uvumilivu wa aina gani? Uvumilivu ni umegawanyika katika mambo mengi. Kuna uvumilivu kwenye masuala ya kifedha, uchumi. Lakini pia kuna uvumilivu kwenye tabia za mtu. Lakini pia kuna ule uvumilivu wa kumvumilia mtu na madhaifu yake. Unajua mapenzi watu wengi yanawashinda kwa sababu ya uvumilivu. Unapokuwa unakuwa umekosa uvumilivu, unakuwa unashindwa kuendesha yale mapenzi yako, mahusiano kayaendesha yakadumu, inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kama mtu moyo wako hauna uvumilivu wa kumvumilia mwenza wako, inakuwa ni ngumu sana. Kwa mfano, hali ya kiuchumi ni kitu ambacho kinafanya mapenzi mengi kuvunjika. Ya, mapenzi mengi. Kwa hiyo unakuta kuna watu ambao wanafika pamoja, umevumiliana, ndio maana kuna wale watu wametoka sehemu, wamepambana hivi na hivi, lakini kwa sababu kulikuwa na kitu uvumilivu ndani yao, kimewafanya wakafika wakatimiza ile ndoto yao. Ndio. Kwa hiyo uvumilivu ni mkubwa sana na unahitajika mno katika mahusiano. Ni kitu ambacho ni muhimu sana katika mahusiano kuwepo. Ndio maana unakuta kuna mtu anaumwa, na najaribu kuandika pia ninachokusikiliza. Ndio. Kwamba kwenye mahusiano kuna mtu kuumwa. Unajua binadamu hatujaumbwa kuwa wakamilifu muda wote. Kuna kitu labda umempendea mwenzako kitu fulani. Je, kitu hicho muda huo ikafika hana, je, utaweza kuvumiliana naye mkaendeleza mapenzi yenu, au ndio mapenzi yanakuwa yameisha? Kuna mtu labda alikupendea wewe kipindi una pesa. Sasa kipindi pesa una, mapenzi yanakwisha, mapenzi yanakuwa hakuna tena. Kwa hiyo uvumilivu, kwa sababu ya uchumi umeshuka. Uchumi umeshuka. Kwa hiyo uvumilivu ni kitu kikubwa sana katika mapenzi. Kuna kukosea, lakini kama umeumbwa na ule uvumilivu kati yenu, ukamvumilia mwenzako katika kipindi kigumu ambacho anapitia, labda kama unavyojua vijana kuna kutafuta. Kwani uvumilivu una stage? Uvumilivu una stage. Kuna mtu yuko hapa anakusikiliza, labda amevumilia sana. Ndio. Yani amevumilia vitu vingi, amevumilia mambo mengi. Ndio. Pia una kipi cha kumshauri hapo kwenye uvumilivu? Ndio maana nimekuuliza swali kwamba uvumilivu na stage. Pia na mfano hai kwamba kuna mtu ambaye alishawahi kumvumilia mpenzi wake sana. Kwa mambo mengi sana. Alimvumilia, alimfanyia vitu vingine ambavyo hata ni aibu kuongea mbele za watu. Yani kuna muda yeye mwenyewe alikuwa anajionea haya. Lakini alikuwa anaendelea kuvumilia. Akiamini kwamba ipo siku huyo mtu atabadilika. Lakini kadri siku inavyozidi kwenda ni kama alikuwa anazidi kumtwisha mzigo mzito. Kana kwamba akasema sasa ifike hatua nimeshindwa. Sasa je, mimi siwezi kumuuliza yeye hapa kwamba ulifikia stage gani, lakini wewe hapa huenda una chochote cha kumwambia mtu mwingine ambaye labda kavumilia sana, kwamba stage aliyofikia aendelee kuvumilia au aendelee kusonga mbele na kuna maisha mengine badala ya hayo mahusiano aliyokuwa nayo?
Okay, ni kitu kizuri sana ambacho umeweza kuniuliza. Mm. Na mimi ninaweza nikaongelea kwamba uvumilivu upo na stage 3. Kuna stage ndogo, kuna stage ambayo tunaita stage ya kati, lakini pia kuna ile stage ya mwisho. Sasa kwenye hii stage ndogo ni uvumilivu ambao unajengeka baina ya mahusiano yanapokuwa na migogoro midogo midogo, kwamba kunakuwa na migogoro midogo midogo inatokea, lakini ile migogoro inakufanya kuvumilia kwamba okay, let's say kwamba amenifanyia kitu fulani, lakini wacha nitakivumilia, tutaenda tutafika, maybe atabadilika. Kwa hiyo mtu anakuwa na matumaini anakupa muda, anakupa muda. Kwa hiyo ni uvumilivu ambao unajengwa na ule muda, kwamba okay, muda na matumaini, kwamba mtu anakuwa na matumaini kwamba baadaye atabadilika kidogo hivi na hivi. Lakini pia uvumilivu wa stage ya kati, uvumilivu unakuwa sasa ni uvumilivu ambao umeanza kuonyeshwa kwa yale mapenzi, kwamba mtu sasa anakuvumilia kwa sababu ya yale mapenzi yake kwako. Ndio tunaita uvumilivu wa stage ya kati, kwamba huyu mtu namvumilia kwa sababu nampenda, au namvumilia kwa sababu nimezaa naye, kwamba huyu labda huyu kijana yupo kwenye kutafuta. Unajua vijana kuna kwenye kutafuta nimetoka na mpenzi wangu safari ndefu sana, tupo katika mahusiano kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unakuta binti anamvumilia ule kijana kwa sababu ya mapenzi aliyokuwa nayo kwake. Kwa hiyo yale mapenzi ndio anafanya anakuwa anavumilia kwa muda mrefu. Ndio naita huu ni uvumilivu wa kati. Wanafanya mtu kuvumilia kwa sababu ya nini? Ya mapenzi aliyokuwa nayo kwa mwenza wake. Lakini katika huu uvumilivu katika stage ya mwisho sasa, huu uvumilivu mkubwa ni uvumilivu ambao unakuta mtu sasa ameshibana na amedhamiria kwamba okay, liwalo na liwe. Ni mtu ambao moyo wake sasa alishapitia mengi magumu, akaumizwa mno, ameshavumilia mambo mengi. Lakini sasa unakuta kuna wengine ambao wakishafika katika stage hiyo, kuna wale ambao sasa moyo wake labda alishaumizwa mno huko nje. Kwa naona wote wanaume ni wale wale, labda tu nivumilie, mbeleni atakuja yataisha, au acha tu tuishi au tuwe tuna mahusiano, acha ajipeleke yenyewe. Kwa kuna ambao wanakubaliana katika uvumilivu wa stage ya mwisho, kuna ambao wanakubaliana na ile hali kwamba okay, twende, labda tutafika, tuendelee na maisha hivyo hivyo. Lakini kuna wale ambao sasa inatosha, enough is enough, kwa hapa nilipofikia inatosha, nimevumilia sana mikono juu, lakini kwa hapa naomba nitue manyanga, kwamba kwa sasa inatosha. Lakini sasa Mr. Phil, ndio kwenye haya mahusiano naona vijana wengi sana wanakuwa na haya mahusiano ambayo sio mahusiano ya kweli. Nikizungumzia mahusiano ambayo sio ya kweli, unakuta kijana ana wanawake zaidi ya 3. Ndio. Au binti ana wanaume zaidi ya 3. Ndio. Na wote yuko nao kwenye mahusiano. Ndio. Haya mahusiano wewe unayaongeleaje? Unahisi haya mahusiano yana kitu chochote, au inakuwa ni ile hali ya binti kutokutulia, au kijana ni hali ya kutokutulia? Unajua katika hivi vitu vinategemea na mtu mwenyewe, lakini pia tuseme pia inategemea na tabia na malengo ya mtu huyo. Unajua kuna baadhi ya vijana unaweza kumhukumu kwamba huyu mwanaume ana wanawake wengi, lakini huwezi kujua kwamba yupo anafanya vile kwa sababu gani, kwa sababu ya nini. Kuna kijana labda yupo sasa hivi na wanawake 4, lakini yupo katika kutafuta mwanamke ambaye ni sahihi kwake. Kwa hiyo unaweza ukasema huyu mwanaume ni malaya, lakini yupo katika kutafuta mwanamke ambaye atakuwa ni sahihi kwake na kwa maisha yake. Unakuta kijana wa namna hii amefika sasa katika stage ambayo anasema sasa nahitaji kuanzisha familia yangu, nitulie. Sasa natafuta katika hawa wanawake ambao nipo nao katika mahusiano, kwamba yupi ambaye atafaa niweze kuanzisha naye mahusiano. Kwa unakuta kijana anakuwa na wale wanawake kwa sababu anatafuta mtu ambaye ni mmoja atakuwa perfect kwake, kwa kuanzisha maisha naye, kuanzisha familia naye. Unakuta kijana anafanya hivyo. Lakini pia kuna vijana wengine wanafanya hivyo kwa sababu ni tabia yake, ni prestige, anajivunia
kile kitu kwamba mimi kuna vijana mimi ni mwanaume. Ndio, kuna vijana unajua wanapenda kwamba mimi nikiwa na wanawake 4 marafiki zangu wataona mimi ni mwanaume mjali, kwamba mimi nina swaga nyingi. Kwa hiyo inategemea na mtu na malengo yake alokuwa nayo katika hayo mahusiano yake. Kwa hiyo hiyo nimeongelea kwenye upande wa wanaume. Lakini ukija katika upande wa wanawake pia kunakuwa na dhamira tofauti. Utafiti nasema kwamba kwa wanawake wengi inakuwa mara nyingi unakuta labda alishaumizwa, alimpenda mtu mwanzo akaumizwa, sasa anaona kwa nini niwe na mmoja wa nini. Kwa anakuwa nao wengi kwamba aliwalo naliwe sana, anachezea na yeye kwamba sasa ni muda. Unajua mwanamke kuna kipindi akiumizwa sasa anaona ni kulipiza kwa yoyote anayekuja mbele, anachokifanya anaona yeye kwake ni sahihi. Kwa sababu nilishakuwa na urafiki na mwanafunzi mmoja kipindi nasoma chuo. Yeye alikuwa na maambukizi ya ukimwi. Ni mdada mzuri sana. Tulikuwa tunasoma vyuo tofauti lakini alikuwa ni mdada mzuri sana. Kwa hiyo yeye baada ya kuambukizwa na mpenzi wake ambaye mpenzi huyo tena alimchiti na kumdhalilisha, baadaye aliona kwa kumbe dhamira yake ilikuwa ni hivi. Aniharibie maisha. Kwa basi mimi yeyote atakayekuja mbele mimi nitadili naye ili niweze kulipiza nini kisasi changu, kwamba ana kile kinyongo moyoni mwake, moyo wake ni mzito. Kwa unakuta anafanya vile kwa sababu ya analipiza kwa yale mambo ambayo ameshafanyiwa na kuweka moyo wake safi. Lakini pia hapo umeongelea kwamba kijana anaweza akawa yuko kwenye tafiti za mke bora au yuko kwenye tafiti za kumpata aliye bora ili aanze naye maisha. Vipi sasa katika hao wote watatu wakawa wako perfect, yani wote wakawa wamenyoka, hawana vipengele, yeye akachagua huyo mmoja ambaye alikuwa sahihi kwake, alafu hao wawili akawaacha bila sababu ya msingi, wewe unaona kama hao wawili wanaweza pia wakatulia, yani wakawa na mahusiano yaliyotulia? Kwa sababu huyo mwingine mwanaume wake alicheza akamwambukiza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hao kuhusu hao wawili ambao na wao wamechezewa lakini kuna mmoja amechaguliwa. Kwenye unahisi hiyo njia iko sahihi? Ninaweza nikasemea ipo sahihi, lakini pia naweza nikasemea haipo sahihi, kwamba inategemea sasa na mapenzi yapoje, kwamba yule anakuwa anachagua sasa anaangalia ni mtu sahihi ni yupi, lakini pia mapenzi yake yapo upande gani kwa yule mwanaume. Lakini unapokuja kwa wao wanawake inategemea pia alikuwa na mahusiano nayo ya aina gani. Inategemea. Je, ni watu ambao mliwekezana vitu vingi? Unajua mwanamke mara nyingi akiwekeza vitu vingi kwa mwanaume, akija kuachana naye anakuwa na kile kinyongo naye. Lakini kama ulikuwa unasema tuangalie labda ngoja tuone itakavyokuwa, unaishi nao katika mapenzi ya kawaida, hukuwatumia sana, na kwenye kuwaacha uliwaacha vizuri, ukutengenezea inakuwa haileti shida kidogo, inakuwa haileti shida sana kwa hawa dada. Lakini na maswali mawili ya mwisho hapa. Ndio. Mpenda msikilizaji angependa kujua labda kwenye hayo mahusiano ambayo umeongelea, kuna kijana ambaye yuko kwenye mahusiano sasa hivi ila hana uhakika na yale mahusiano aliyokuwa nayo, hajui kama huyu mtu ni perfect au sio perfect. Anatamani ajue, ili ajue yule mtu kama yuko serious na hayo mahusiano. Wewe labda unaweza ukamweleza afanyaje au kipi cha kufanya ili ajue kama hapo alipo ni sahihi, au ajiangue mapema akaendelea na shughuli zake zingine? Swali zuri sana. Na kwa kuwasaidia vijana wenzangu, kitu cha kwanza ambacho mtu anatakiwa kukiangalia anapoingia katika mahusiano au kama yupo katika mahusiano katika wakati huu na anataka kuangalia, je, mahusiano yangu yapo sahihi? Je, mahusiano yangu yana mwenendo sahihi? Je, mahusiano yangu ni mahusiano ambayo nitafaidika nayo? Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kwa mtu ambaye yupo katika mahusiano na yule ambaye anahitaji kuwa katika mahusiano ni kuhakikisha kuna mawasiliano ya wazi. Naposemea mawasiliano ya wazi ni kwamba kuna kule kufichana kusipokuwa na sababu. Unajua kuna baadhi ya vitu ni vitu binafsi. Kwa mfano katika matumizi ya simu, kuna muda matumizi ya simu
ni vitu binafsi kwa mtu mwenyewe, ile ni faragha yake, kwamba kuna vitu vyake hapaswi kuingiliwa. Lakini je, una mawasiliano ya wazi na mpenzi wako? Unamshirikisha katika vitu vyako? Je, wewe ni mpenzi wa mtu, mna mawasiliano ya wazi? Kitu gani anakushirikisha? Kitu gani mnaongea? Je, mnaweza mkakaa mkaongea mkafikia point kwamba okay, let's do this, kwamba tuna malengo haya, tufanye hivi hivi hivi? Au ni mawasiliano ya wazi kwamba unamshirikisha mwenza wako katika vitu mbalimbali ambavyo vinakuhusisha wewe? Kwa hivyo binti ambaye yuko hapa sasa hivi anakusikiliza, ina maana hakikisha kwenye hayo mahusiano yako, ndio huyo boyfriend wako anakushirikisha kwenye mambo yake muhimu. Hakikisha unajua anafanya nini, ana malengo gani, mnatakiwa muwe stage gani kwa muda huo. Isiwe tu binti unaitwa kila siku tu huko, unaenda unatumika bila maelezo yoyote, si ndivyo? Kabisa. Kwa hivyo binti, zingatia hayo. Unaendelea. Lakini pia kitu cha pili ambacho ni cha muhimu zaidi pia ni naweza nikasema, je, katika mahusiano yenu kuna kushirikishana na kushirikiana? Kama unavyojua mahusiano sasa hivi ni magumu sana ya vijana ambao tunapitia. Je, kuna kushirikiana na kushirikishana katika baadhi ya vitu? Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi ambacho pia watu wanapaswa kukiangalia wanapoingia katika mahusiano. Mimi nina vitu vyangu, sikushirikishi wewe. Je, tunaweza tukana mahusiano ambayo yanafika? Hapana. Nina vitu vingi ambavyo labda vinanipa shida, lakini sikushirikishi wewe kama mpenzi wangu. Kwa hiyo kuna vitu vingi unakuwa unakosa kunijua mimi. Kwa hiyo tunaposhirikishana na kushirikiana kunajenga ule uhusiano kuwa na nguvu zaidi kuliko mahusiano ambayo watu hawashirikiani wala kushirikishana katika vitu vyao. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa kujua, je, mpenzi wangu kuna vitu gani ambavyo mimi napaswa kumsupport? Je, ni vitu gani ambavyo kwa sasa anapitia mimi napaswa kuvijua, tunavitatua vipi? Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi katika mahusiano watu kuvizingatia zaidi. Kwa hivyo kwenye mahusiano kuna kushirikishana. Kuna mahusiano mengine unaweza kukuta mwanamke ana kipato zaidi ya mwanaume, au mwanamke anaweza akawa amemzidi kidogo maisha mwanaume, ila kuna nyakati mwanaume anaenda nyumbani kwa mwanamke, au maybe analala nyumbani kwa mwanamke. Usije ukaenda kwa mwanamke wako ukakuta tu kanunua kitu ambacho unahisi kabisa ni cha gharama na hajakushirikisha ukasema hayo ni mahusiano. Ina maana mahusiano yana kushirikishana. Ukiona ni aidha kuna kitu cha samani kiko ndani kwake na hujashirikishwa na hujakinunua wala hujakichangia, basi kijana unatakiwa ufikirie zaidi kuhusu huyo mwanamke. Lakini pia mwanamke, kama una mwanaume ambaye ana future, ana maisha yake maybe, si ndivyo? Ushazoea tu kukuta kuna kitanda, unaenda unarudi unakuta kuna sofa, unaenda unakuta kuna TV, vitu ambavyo hujawahi kushirikishwa, wewe umekuwa ukienda unavikuta tu. Basi pia wewe binti unatakiwa ukae kwa akili sana, kwa sababu huenda yuko ambaye anamshirikisha. Watu wenye mahusiano sahihi huwa wanashirikishana. Ndivyo ulivyoongea Mr. Phil. Ndio. Hayo ni maneno ya Mr. Phil, anakuambia mapenzi ni kushirikishana. Una lolote la kumalizia kuhusu mahusiano ya dhati na ya kweli? Kumalizia naweza nikasema turudi kule katika msingi wetu wa kuvumiliana pia, lakini pia je, yani ni vitu ambavyo pia natakiwa kuviangalia. Je, huyu mwenzangu ananivumilia? Nimefanya kosa, je, analichukua vipi? Analibebaje kosa langu? Kwa hiyo ni kitu pia cha kukizingatia. Lakini pia unarudi tena kule katika msingi mwingine, uaminifu. Uaminifu ni bora. Uaminifu ni bora. Je, mwenza wako anakuamini na wewe unamwamini mwenza wako? Ni kitu ambacho unatakiwa pia ukiangalia katika mahusiano yako ya sasa hivi. Je, mnaaminiana? Uaminifu ni kitu kikubwa sana. Uaminifu ni kitu kikubwa sana. Ukweli na uwazi ni kitu cha muhimu sana katika mahusiano. Jitahidi sana kuwa mkweli, hata pale ambapo unaona umekosea na umezingua, jitahidi tu kusema ukweli, kwa sababu ukweli wako ndio kujenga mahusiano. Unapokuwa unamdanganya mwenzako, ina maana kuna asilimia kubwa sana ya kuvunja hayo mahusiano. Tukimalizia tu Mr. Phil, una lolote la kumuelezea mtu ambaye hayupo kwenye mahusiano ila anataka kuingia kwenye mahusiano?
kama mwanzo nilikuuliza kwamba mtu yuko anataka kuingia kwenye mahusiano ila hajui mahusiano ni nini. Wewe kama mzoefu kidogo wa mahusiano, una kipi cha kumshauri huyo mtu ambaye anataka kuingia kwenye mahusiano? Lakini pia hapo hapo nijazie swali lingine juu yake ili uyajibu yote kwa pamoja. Pia una kitu gani cha kuwashauri watu ambao wapo kwenye mahusiano yenye shida, yenye matatizo, yenye mizonzo, mwenye nini? Hebu ongea na watu wako wakusikie, anayetaka kuingia kwenye mahusiano, lakini pia unayazungumzaje mahusiano ambayo yako kwenye stage mbaya? Una kipi cha kumwambia huyo mtu, maybe avumilie, au alipofikia panatosha, au alipofikia aangalie mtu mwingine? Una kipi cha kumwambia mtu kama huyu? Okay, nikianza na swali la kwanza ambalo umeniuliza kwamba nitamshauri nini mtu ambaye bado hajaingia katika mahusiano labda na anataka kuingia katika mahusiano. Kitu cha kwanza ambacho mimi nitaweza kumshauri, kabla hujaingia katika mahusiano, hakikisha mtu unaingia naye katika mahusiano unamfahamu, sio kwa kumjua, unamfahamu. Kwa hiyo ukitaka kuingia kwenye mahusiano, make sure huyo mtu cha kwanza unamfahamu. Ndio, kwa sababu unapomfahamu mtu nachomaanisha kwamba kwenye kumfahamu mtu kuna kile stage ya kwanza katika approach. Unapokuwa mna approachiana, pale ndo kipindi ambacho wewe sasa cha kufahamiana. Unamfahamu vipi mtu? Unampa muda kwanza, unamfahamu ili umjue, umtambue, japo kwa sio kwa kina, lakini umtambue unaenda kuingia katika mahusiano na mtu wa aina gani. Lakini pia hakikisha hisia zako. Kabla hujaendelea, Mr. Phero, umesema kwamba kwenye mahusiano inatakiwa mtu umfahamu. Ndio. Lakini mahusiano mengi sana ya siku hizi, mabinti wamekuwa labda anafuatiliwa mchana, labda na chat na huyo mtu au anawasiliana, anasema kesho nipe jibu langu bwana, mimi nipe jibu langu. Hayo mambo ya kukaa sana, kupiana muda, mambo ya zamani bwana, hayo mambo yalishapita. Mahusiano mengi sasa hivi unakuta watu wanakutana asubuhi, jioni wanaitana baby, mbaya zaidi unakuta wanaitana mchumba wangu, mume wangu, mke wangu. Unaongeleaje nalo hilo? Naweza nikaiongelea katika upande ambao sio sahihi, lakini pia ni sahihi, kwamba watu wanaingia katika mahusiano lakini bila kufahamiana. Unajua, unapokuwa unaingia katika mahusiano kwa haraka zaidi, ndo ambao wanakuwa mara nyingi wanaumizwa. Sisemei kwamba 100% ya watu ambao wameingia katika mahusiano kwa haraka ndio ambao labda wote wanakuwa wanaumizwa, hapana, au ndio mahusiano ambao hayadumu, hapana. Lakini nikisemea kwa 1% kubwa ya watu ambao wanaingia katika mahusiano katika muda mfupi bila kujuana vizuri, na mahusiano ambayo hayawezi kudumu. Kwa 1% kubwa yanashindwa kudumu kwa sababu wengi wao wameingizwa na miemko, bila kuangalia hisia zangu na bila kumtambua mwenza wangu kwamba mimi naingia katika mahusiano na mtu gani, nimjue vizuri, yupoje, ana tabia gani. Uende unaingia katika mahusiano na mtu ambaye ana tabia ambazo wewe kwako zinaweza zikawa zina madhara kwenye maisha yako. Anaweza kaja akakuzuru baadaye. Usikiwe na miemko bila kufikiria, au ushawishi labda wa marafiki nani. Hayo sio mahusiano. Unapoona ana hela huyu, mimi kwa nakujua, hicho ni kitu cha kujitahadharisha kabla hujaingia katika mahusiano. Ndio lazima upate muda wa kumfahamu, japo naweza isiwe muda mrefu, ikawa just hata wiki au siku 3-2, umtambue. Ndio, mtu mwenye mapenzi siku zote huwa hachoki kukuangaikia. Ukiona mtu kakufuatilia siku 2-3, kama hujampa majibu analoleka, ukaona kapita hivi, yani kapita na ndefu, Waswahili wanasema kapita na ndefu, ujue huyo hakuwa na mahusiano sahihi kwako. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Endelea na safari. Kwa hivyo mahusiano yanahitaji kufahamiana, kuchunguzana na kujuana zaidi. Usiingie kwenye mahusiano kwa sababu ya mihemko, usiingie kwenye mahusiano kwa sababu ya ushawishi wa marafiki, usiingie katika mahusiano kwa sababu
ya miemko yako. Miemko isiingize kwenye mahusiano. Tukimalizia kuhusu kuwashauri. Kabla tujamalizia na nina cha kuwashauri pia kwamba sisi wanaume tupo tofauti na wanawake. Kwa hiyo pale kwenye kumfahamu mtu ni kitu kizuri sana, kwa sababu wanaume wanapokuja kuingia katika mahusiano, kitu cha kwanza kinachotufanya tuingie katika mahusiano ni matamanio. Alafu baadaye ndo zinafuata hisia. Tofauti na mwanamke. Mwanamke anapotaka kuingia katika mahusiano, anaangalia hisia zake kwanza zipo wapi, alafu matamanio baadaye. Kwa hiyo usiwe na haraka kuingia katika mahusiano na mwanaume kwa sababu hujamtambua, hujamjua. Umeona kwa inaweza kaja kaita tabu baadaye, ukaja ukaumizwa, kwa sababu wanaume wengi wanaingia katika mahusiano, cha kwanza ni matamanio. Mwanaume hawezi kupenda kwanza kabla hajatamani. Nimekutamani jinsi ulivyo, mwili wako, sura yako na vitu vyako. Kwa hiyo yale matamanio ndio yanafanya mimi niingie katika mapenzi kwenye kukutongoza wewe. Kwa hiyo mapenzi yangu yanakuja kuonekana baadaye, baada ya kuwa na wewe ndo najenga mapenzi. Lakini mwanamke anajenga mapenzi alafu baadaye ndo matamanio yanafuata. Kwa hiyo kitu cha kumfahamu mtu ni kitu kikubwa sana na muhimu sana kukifanya kabla hujaingia katika mahusiano yako. Ndio unaweza tukaendelea na swali lingine. Tumalizie tu hapo kwamba unamshauri nini mtu ambaye yuko kwenye mahusiano ambayo yamefika stage yoyote, iwe ya kwanza au ya kati au ya mwisho au mahusiano yenye migogoro? Una lipi la kuambia pia hao watu ili tuweze kufunga kipindi chetu? Unajua mahusiano yoyote ambayo yanaweza yakawa yapo ndo ya kwanza, yapo katika stage ya kati na mengine yapo katika stage ya mwisho, lakini yani cha kwanza kitu cha kukizingatia ni je, mwenendo wa mahusiano upoje? Je, unaiona future? Ndio kitu ambacho unapaswa kuangalia. Unaweza kawa mahusiano yenu yana migogoro mingi na ile migogoro inazoa tafrani nyingi sana, mnakuwa mnagombana, kuna vitu vingi mnakoseana, lakini je, unaona kuna malengo ya haya mahusiano? Kwa hiyo kitu ambacho mtu anapaswa kuzingatia katika mahusiano yake, japokuwa yanaweza kaa ni mahusiano ambayo sasa hivi yana migogoro mkubwa, sasa hivi wapo katika mwanguko mkubwa wa kimapenzi, lakini kitu ambacho unapaswa kukiangalia ni je, mahusiano yangu kwa sasa je, yana malengo? Kwa hiyo unachozingatia ni malengo ya mahusiano. Huyu mtu namvumilia, je, ana future? Ana future? Inaweza kawa isifike katika ndoa, lakini je, mahusiano yenu yana malengo? Yana matokeo? Yana matokeo. Kwa sababu kuna mahusiano ambayo wewe yatakupa kazi, yatakufanikisha katika maisha, yatakupa biashara, yatakufanya utafahamiana na watu wengi wakubwa ambao itakuwa ni njia ya kufungulia wewe katika maisha yako. Hayo ndio malengo ya mahusiano. Pia kuna vijana wengi wanakuwa na mapenzi sana labda kutokana na ushawishi wa huko nje, labda kazi wanazozifanya au watu wanakutana nao, unawafanya washindwe kutulia katika mahusiano yao. Lakini haimaanishi kwamba wale watu wao wanakuwa hawapendi, wanakuwa na mapenzi nao sana kutokana na ushawishi, wanajikuta wameingia katika hilo janga la ugomvi kwenye mahusiano. Kwa hiyo binti, usitoke kwenye mahusiano yako eti kwa sababu tu kijana unamshauri kila siku kitu chochote. Unachotakiwa kuzingatia ni kwamba anakupenda na ana malengo yoyote na wewe, ananijali. Nimemuelezea kuhusu biashara, nini kanishauri? Ndio. Kwa sababu wanaume wengi, ukipata mwanaume anakusupport au ujue huyu mwanaume mzuri sana. Asilimia kubwa ya wanaume ni wanaume ambao hawasupporti sana wanawake zao, wamekuwa ni watu ambao hawataki. Kuna wengine hawataki hata mahusiano yao yafanye kazi, biashara, anataka yeye tu ndo awe tegemezi. Lakini ukiona kama una mwanaume ambaye hata kama anakusumbua kiasi gani, lakini anakutengenezea njia ya wewe kuiona kesho yake, basi tulia naye. Hayo ni mahusiano mazuri sana kuwa nayo. Basi ningependa nikushukuru. Maswali yetu umeyajibu sawa sawa na vile ambavyo tulikuwa tunategemea. Mambo yalikuwa ni mazuri sana sana sana. Kwa wewe ambaye umemsikiliza Mr. Phil, sisi hatuna cha kukwambia, tunakwambia mwenye sikio na asikie na ayatendee kazi. Una chochote cha kuambia wasikilizaji wako?
wasiache kufuatilia kipindi chetu cha Let's Talk kinachoruka kila Alhamisi na Jumamosi saa 3 kamili usiku. Na kama una ushauri au unataka mawasiliano na sisi, namba zetu zinapatikana hapo chini. Tunaalika mtu yoyote ambaye anatamani kuelezea chochote kuhusu mahusiano. Tunakukaribisha sana katika kipindi chetu cha Let's Talk. Tukutane tena siku ya Jumamosi saa 3 kamili usiku. Mimi ni msemaji wako Jenny, nikiwa pamoja na msemaji wangu Mr. Phil. Tunakwambia Let's Talk.